Dunia leo inakabiliwa na changamoto kubwa katika sekta ya nishati. Migogoro na vita vinavyoendelea katika Mashariki ya Kati vinaendelea kutikisa soko la mafuta duniani na kusababisha kupanda kwa bei ya petroli katika nchi nyingi. Katika miezi ya hivi karibuni, bei ya mafuta katika soko la kimataifa imeanza kupanda tena, hali inayosababisha ongezeko la gharama za usafiri, uzalishaji wa bidhaa na maisha kwa ujumla. Lakini wakati mataifa mengi yakihangaika kukabiliana na athari hizi, baadhi ya nchi tayari zimeanza kujiandaa kwa mustakabali wa nishati. Katika Afrika Mashariki, Tanzania inaonekana kuchukua hatua za kimkakati kwa kuwekeza katika miradi mikubwa ya mafuta na gesi. Je, vita vya Mashariki ya Kati vinaathiri vipi soko la mafuta duniani? Na Tanzania inajiandaa vipi kuwa mchezaji muhimu katika sekta ya nishati katika ukanda huu? Mashariki ya Kati ni moja ya maeneo muhimu zaidi katika uzalishaji wa mafuta duniani. Kwa miongo kadhaa, eneo hili limekuwa chanzo kikuu cha mafuta yanayosambazwa katika masoko ya kimataifa. Lakini mara kwa mara, migogoro ya kisiasa na vita vinavyoibuka katika eneo hili husababisha hofu katika soko la nishati duniani. Wataalamu wa nishati wanasema kuwa kila mara kunapotokea mvutano katika Mashariki ya Kati, masoko ya mafuta huanza kuonyesha dalili za kutetereka. Hofu ya kuvurugika kwa usambazaji wa mafuta husababisha bei kupanda katika masoko ya dunia. Katika kipindi cha hivi karibuni, mvutano katika baadhi ya maeneo ya Mashariki ya Kati umeanza kuathiri njia muhimu za usafirishaji wa mafuta duniani. Meli zinazobeba mafuta zinapopita katika maeneo yenye mvutano wa kijeshi, gharama za usafiri huongezeka, bima hupanda, na hatimaye bei ya mafuta huongezeka katika soko la dunia. Athari za kupanda kwa bei ya mafuta tayari zinaanza kuonekana katika sehemu mbalimbali za dunia. Katika baadhi ya nchi, gharama za usafiri zimeongezeka. Bei ya tiketi za mabasi, usafiri wa mizigo na hata usafiri wa anga zimeanza kupanda. Kupanda kwa bei ya mafuta pia kunasababisha ongezeko la bei za bidhaa sokoni. Kwa sababu bidhaa nyingi husafirishwa kwa kutumia magari, meli au ndege zinazotumia mafuta, ongezeko la bei ya mafuta husababisha gharama za uzalishaji na usafirishaji kupanda. Katika baadhi ya nchi za Afrika, wachumi wanaonya kuwa kupanda kwa bei ya mafuta kunaweza kuongeza mfumuko wa bei na kupunguza uwezo wa wananchi kununua bidhaa muhimu. Hali hii imeanza kuibua mjadala mkubwa kuhusu usalama wa nishati duniani. Hatua za Tanzania. Katika mazingira haya ya mabadiliko ya soko la nishati duniani, Tanzania imeanza kuwekeza katika miradi mikubwa ya kimkakati ya mafuta. Moja ya miradi mikubwa zaidi ni bomba la kusafirisha mafuta kutoka Uganda hadi Tanzania, linalojulikana kama East African Crude Oil Pipeline. Bomba hili linatarajiwa kusafirisha mafuta ghafi kutoka Hoima nchini Uganda hadi bandari ya Tanga nchini Tanzania. Kutoka hapo, mafuta hayo yataweza kusafirishwa kwenda katika masoko mbalimbali duniani kupitia Bahari ya Hindi. Wataalamu wa uchumi wanasema kuwa mradi huu unaweza kubadilisha kabisa nafasi ya Afrika Mashariki katika biashara ya mafuta. Tanzania inaweza kuwa kituo muhimu cha usafirishaji wa mafuta katika ukanda huu. Katika hotuba yake kuhusu mradi huu, Rais wa Tanzania alisisitiza umuhimu wa nchi kuwekeza katika sekta ya nishati. Alisema, Tanzania inahitaji kujiandaa kwa mustakabali wa uchumi wa nishati. Miradi kama hii ya bomba la mafuta ni muhimu kwa maendeleo ya nchi yetu na ukanda mzima wa Afrika Mashariki. Rais huyo aliongeza kuwa mradi huu utaleta ajira mpya, kuimarisha miundombinu na kuongeza mapato ya serikali kupitia biashara ya mafuta. Serikali pia imeendelea kupanua bandari ya Tanga ili iweze kupokea na kusafirisha mafuta kwa kiwango kikubwa zaidi katika siku zijazo.
Wachambuzi wa uchumi wanasema kuwa dunia inaingia katika kipindi kipya cha ushindani wa rasilimali za nishati. Kadiri mahitaji ya mafuta yanavyoendelea kuongezeka duniani, nchi zinazoweza kuwa na miundombinu ya kusafirisha na kusambaza mafuta zinaweza kuwa na nafasi kubwa katika uchumi wa kimataifa. Kwa Afrika Mashariki, miradi kama bomba la mafuta kati ya Uganda na Tanzania inaweza kufungua milango mipya ya biashara na uwekezaji. Hata hivyo, wataalamu wengine wanaonya kuwa utegemezi mkubwa kwa mafuta pia una changamoto zake, hasa katika kipindi ambacho dunia inaendelea kuelekea katika matumizi ya nishati mbadala kama umeme wa jua na upepo. Swali linalobaki sasa ni jinsi gani nchi za Afrika zitakavyoweza kusawazisha matumizi ya rasilimali za mafuta na maendeleo ya nishati safi katika siku zijazo. Wakati dunia ikiendelea kukabiliwa na misukosuko ya kisiasa katika Mashariki ya Kati na kupanda kwa bei ya mafuta, hatua za kimkakati zinazochukuliwa leo na nchi kama Tanzania zinaweza kuamua nafasi ya Afrika Mashariki katika ramani ya nishati ya dunia kesho. Hii ni hadithi ya vita, mafuta na mustakabali wa uchumi wa ukanda wa Afrika Mashariki. Subscribe kwenye channel hii. Hapa tunakuletea habari za kina zenye uchambuzi na zilizo na muktadha mpana wa kimataifa. Na mimi ni Msafiri ku City Cobra TV.